Tukiangazia yanayojiri humu nchini ni kwamba mwili mmoja zaidi umepatikana katika eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, wiki moja baada ya mkasa uliosababisha vifo vya watu 38. Licha serikali kuu kuahidi kuwashughulikia waathiriwa, juhudi za kuwatafuta watu 10 sasa zinafanywa na wakazi wenyewe. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Laura Otieno, waathiriwa wamelazimika kutafuta makao mbadala baada ya mashamba yao kuharibiwa kabisa. Taswira katika kijiji cha Chesongoch bado ni ya makovu ya mkasa wa wiki jana. Vifusi vya makao ya watu, vyombo na hata viti muhimu bado vimetapakaa hapa. Mwili mmoja zaidi ulipatikana Jumatatu, na kwa sasa wakazi wamesalia kutafuta namna ya kuwasaka watu 10 ambao mpaka sasa hawajulikani waliko. Sasa vile sina sunguka kutafuta watoto, leo napatikana mtoto mmoja na iko nguvu akusema atapatikana tena. Kijana yangu Martin Chesach atapatikana, na mtoto ya jirani Chebet bado atapatikana. Na mpaka saa hizi tuko na matumaini tutapata hao wote na tutawashika pamoja tarehe 21 wote. Tunaendelea kutafuta na tumekaribia watu, tumeongelesha hao sababu hata wametofika sababu watasika 8. Wale 29 wanapatikana na hiyo 10 bado inapotea. Who will this be fari? Kwenye ziara yake katika eneo hilo Jumamosi, Waziri Geoffrey Ruku alitoa ahadi ya serikali kugharamia mazishi, kulipa ada ya hospitali na hata msaada kwa wakazi hapa. Ila matumaini ya maelfu ya watu yanadidimia kila kuchao. Mtupatie shamba tutoka hapa twende tuishi huko pale pazuri, ili kwa sababu hakuna shamba lingine naweza jenga nyumba. Ni hapo tu ni pale pangu yenye naishi na watoto. Maporomoko ya ardhi ya Chesongoch yamesababisha vifo vya watu 38, huku wengine 10 wakiwa bado hawajulikani waliko. Ibada ya wafu itafanyika tarehe 21 mwezi huu kabla ya miili kupokezwa familia. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.